Nasema pongezi sana Mheshimiwa Diwani kwa kuchaguliwa na kuaminiwa kwanza na vyama vyenu mlikotoka, lakini baadaye chama chenu kikawa nadi kwa wananchi, mkakubalika, mkapita. Hongereni sana. La pili, niombe kumpongeza sana Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Lupembe na pia kwa kuchaguliwa na wananchi wa jimbo hili la Lupembe. Tunampongeza sana. Nampongeza mwenyekiti sasa wa halmashauri ambaye amepita kwenye moto, baadaye ametoka akiwa salama. Tunakushukuru sana. Tunajua michakato ya uchaguzi ni migumu sana. Ukipiga picha wazee wanaanza mchakato ndani ya chama mpaka hapo walipo, kimsingi walichakaa. Lakini leo naona afadhali, sura zinaanza kutia nuru. Lakini mwanzoni kwa kukutana nao hawana matumaini. Mimi nawapongezeni sana kwa hatua hii ambayo mmefikia. Uongozi ni wa Mungu mwenyewe. Na mtumishi mmoja wa Mungu akasema kura hukomesha mashindano na maneno na hukumu. Kwa hiyo kura moja wapo ndio muamuzi, sio kukomesha, ni muamuzi. Sehemu ambako unakubaliana kutokukubaliana, huwa wanasema wengi wapi na wachache wasikilize sana. Ndio maana ya nini? Lakini haina maana ya kwamba unaposhindwa au unaposhinda umlingishie mwenzako au mtishie mwenzako. Bana, kule mlikuwa na vyama kule, mmeshindana navyo, sio? Vingine kule mmevishinda. Kwa hakuna haja ya kwenda kuoneshana nguvu ya kwamba umeniona. Kwa siasa za kizamani, zitakuwa siasa za kizamani. Nafasi inakuwa ni moja tu. Ingekuwa nafasi mbili, unasema twende pamoja. Kama slogan yenu hapa, nisema twende pamoja. Sasa kwenye nafasi hakuna kwenda pamoja. Ni niende mwenyewe. Kwa sababu nafasi inakuwa moja. Lakini mnaogombea ni wengi, mnao na matamanio. Wananchi wamewachuja, au wapiga kura wenu wamefanya nini? Wamewachuja. Wamesema kwa hatua hii, kwa wakati huu, kwa hiyo. Lakini pia wakati ni muamuzi sahihi. Kwa hiyo usione kinyongo kwamba kwa nini huyu kapata mimi sijapata. Hapana. Utapata pressure bure ambayo hustahili. Unanielewa? Kwa hiyo hata kule tukirudi kwa wananchi, kuna wananchi waliounga mkono na kuna wananchi hawakuunga mkono. Usiseme kwamba napeleka maendeleo kwa wale walioniunga mkono. Usijali, utakuwa umetenda dhambi. Mpende adui yako. Usiendeleze mkutano wala malumbano, hayana maana, hayana hoja. Kazi yako kubwa kwa sasa, ongea maisha ya wananchi. Ongea kero za wananchi. Tatua kero za wananchi. Malizana nazo. Usiongee mambo yako binafsi. Ukitoka kule kwenye kata yako, ukija kwenye baraza, njoo na mambo ya wananchi. Usije na mambo yako. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi iendelee. Mnazo nyenzo za kufanyia kazi. Nyenzo ya kwanza mlikabidhiwa na mwenyekiti wa chama, ilani ya Chama cha Mapinduzi, ambayo awamu hii ya 6 ndio tuko nayo. Ilani ya Chama cha Mapinduzi. Hakikisha inatekelezeka kwenye kata yako. Na unaendelea kuhakikisha kwamba unaitekeleza vizuri.
pamoja na yale mengine ambayo umeahidi. Pambana kwa ajili ya wananchi, pamoja na dira ya taifa ya mwaka 2025 mpaka 50. Pambana nayo, jiwekee malengo. Na tekelezaje ilani ya Chama cha Mapinduzi, na shirikiana vipi na wenzangu kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Ukitekeleza vizuri ilani ya Chama cha Mapinduzi pamoja na dira ya taifa, inakuondoa kwenye kujibu hoja nyingi za wananchi ambazo watakuwa nazo. Ukiacha kutekeleza, umetengeneza mazingira magumu. Wananchi hawa baada ya miaka 5 watakudai. Watakwambia tulikutuma sisi kutuletea maendeleo, kwani tutuletea mambo yako. Kwa hiyo uchaguzi umekwisha. Sasa mtu asije akatoka hapa akasema naendelea na nini na uchaguzi. Uchaguzi umekwisha. Tarehe 29 uchaguzi umeisha. Na hapa mlikuwa mnahitimisha sasa formalities za kupeana uongozi, kutuongoza, kwa sababu mwezi wote mkaongoza. Tukasema mmoja wetu basi ashike kijiji kwa ajili ya mzetu. Kuna mmoja na yeye ana kazi kubwa. Hivi yako vichwa hivyo. Ina malezi tofauti, mama tofauti, baba tofauti na baba yako na mama yako. Kwa hiyo wakati mwingine vitakusumbua, wakati mwingine vitakupa faraja. Lakini wote ni watu wako. Kwa hiyo hata siku usije ukasema huyu hakuniunga mkono, huyu ni mkorofi. Achana na hiyo. Wale watu ni wote wako. Mnapokuwa kwenye kutafuta nafasi, huwa kuna makundi lazima yawe, lakini baadaye waka yanaisha. Baadaye mnaanza kujenga kitu nini kimoja. Lakini sasa hivi ninyi hapa, bahati nzuri niwaambia wote ni wa Chama cha Mapinduzi. Sasa mna kazi moja kubwa. Ninyi bahati nzuri ni wa baba mmoja, mama mmoja. Na atakayeshika fimbo ya kuwatandika viboko mkienda kinyume, huyu hapa. Huyu hapa ndo mwenyekiti wa chama. Mnatekeleza ilani yake, na atawauliza kwenye kata umesoma utekelezaji wa ilani, bado unasubiri nini?